Unasikiliza Kurunzi ya Anwari Mvungi, wajue mashekhe wa kisalafi kupitia vinywa vyao. Unasikiliza Kurunzi ya Anwari Mvungi, wajue mashekhe wa kisalafi kupitia vinywa vyao. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi wasikilizaji wa kipindi cha Kurunzi ya Anwar Mvungi, wajue mashekhe wa kisalafi kupitia vinywa vyao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tupo Zanzibar, wallahi alhamdu tumefika salama, na kwa muda huu tutakuwa na shehe wetu Abu Nasr Jecha, Allah muhifadhi, katika kipindi chetu cha mukabala, na tuko maeneo ya Mwera Hawaii katika Masjid Ikhlas. Tuko na shehe wetu hapa, tunashukuru kabisa ametupokea. Shehe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam shehe, mnaendeleaje hapa? Tunaendelea vizuri, tuko vizuri. Naam. Karibuni sana. Tunashukuru sana shehe wangu. Naam, Abu Nasra, tunashukuru sana kwa ukaribisho wako, kwa kutupokea, ala kuhifadhi. Waislamu na wapenzi wasikilizaji wa kipindi hicho wanapenda kukufahamu na kupata historia fupi kutoka kwako. Na majina yako kamili na kunia yako. Naam, kwa jina naitwa Nasr Suleiman Jecha. Na kunia yangu ni Abu Nasra. Lakabu yangu ni Albani, ambapo mashuhuri sana huwa anajulikana kwa jina la Albani kwa baadhi ya watu, lakini kunia yangu ni Abu Nasra. Naam sheikh, ulipozaliwa, umri wako na sehemu ulipokulia? Naam, nimezaliwa tarehe 22 mwezi wa 5 1982, sawa na tarehe 27 mwezi wa 8 1400, yani mwaka wa hijiria, au ni tarehe 27 Rajab mwaka huu 1400. Takriban tukihesabu miaka ya hijiria ni miaka 45 sasa. Na nimezaliwa katika kijiji cha Jendele, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Nilizaliwa huko tu, lakini kukulia kwangu nimekulia katika eneo ya mjini. Naam. Alhamdulillah. Naam, Abu Nasra, safari yako ya kielimu, na hapa mara nyingi tunakuwa ni elimu yetu ni ya kisheria. Kipindi chetu kinajihusisha zaidi na elimu ya kisheria, lakini kama kuna secular ulipita sio vibaya pia ukagusia kidogo. Na kwa upande wa elimu, tukianza labda na hiyo ya secular kidogo, nilianza elimu ya secular mwaka 1990 katika skuli ya Kajificheni ambayo ipo katika mji Mkongwe. Nikasoma pale mpaka mwaka 1996. Mwaka 1997 nikajiunga na skuli ya Haile Salasi, ipo huko katika ngazi ya mpaka form 4. Alafu baada kumaliza hapo nikajiunga na skuli ya Hamamni katika ngazi ya advance 56. Baada ya hapo nikajiunga na chuo kikuu cha Zanzibar Suza mwaka 2007 mpaka mwaka 2010. Baada ya kumaliza hapo nikajiunga na chuo kikuu cha Khartoum nchini Sudani kwa ajili ya magisteri au master. Hii ndio elimu ya secular au elimu yetu ya kidunia. Niliishia hapo. Naam. Asante sana kwa hiyo elimu hii ya kupata mshahara tunasema. Sasa tuje kwenye elimu yetu ya kisheria, hatua ulizopitia pia. Labda tukianza katika elimu ya kisheria, mwanzo kabisa katika kupata elimu yangu mimi, kama ilivyo ada ya watu wengi hapa Zanzibar nadhani, ni kwamba wanaanza na madrasa. Na mimi nikaanza hivyo madrasa, na nikapelekwa madrasa mwaka 1989. Nikapelekwa chuoni ambapo ni mtaa wa Mikunguni hapo. Karibu na hapo Masjid Faruki, mitaa ya hapo Mikunguni, kwa sababu mimi ndipo nilipokuwa nikiishi maisha yangu yote. Nimehama kule nikahamia huku, siku ambayo leo naoa ndio siku ambayo nimehamia huku. Kwa nimeishi pale, nikapata kusoma katika chuo ambacho hata majina hakina, vio vitu
vya mitaani tu, na mwalimu wetu alikuwa wa kike tu. Kwa hiyo tunasoma Qur'ani pale. Nikasoma pale elimu hiyo ya Qur'ani mpaka nimemaliza. Kwa ufupi, nimemaliza Qur'ani na kuhifadhi pale pale, nikahifadhia. Ama kuingia katika zaidi katika masala ya dini, kwa sababu pale vyo vyote kama vinavyojulikana hakuna masala haya ya elimu za kisheria kama kusomesha vitu gani, ni elimu zetu za kawaida tu. Mwanafunzi ajue kusoma Qur'ani, kikubwa zaidi labda maulidi na vitu gani ni kama hivyo tu. Ama elimu hasa, basi mimi jambo la mwanzo kabisa, kwa kuwa nilikuwa nasoma elimu ya secular, nilikuwa nasoma mjini. Sasa ilikawa kuna marafiki zangu wengi wanakaa mitaa ya kule mjini, wakanichukua kuna baadhi ya siku nikaelekea katika mtaa wa Kikwajuni kwa Sheikh Nasr Bachu, Allah amrehemu. Amen. Katika mwaka 1994 nakumbuka ndio mwaka wa mwanzo ambapo mimi nilienda katika msikiti pale, nikahudhuria katika darasa za shekhe. Sasa tokea siku hiyo ikawa sasa mimi nimepata ile hamu ya kuwa ni mwenye kusoma elimu hii. Nikasoma pale takriban, nikawa ndio mwenye kuhudhuria hizi darasa za kawaida tu, kwa sababu ni bado ni mdogo. Katika wakati huo mwaka 94 nilikuwa na umri kama miaka 12 tu basi. Mambo yakaana kwenda mpaka ulipofika mwaka 2000. Mwaka ulipofika 2000 pale Masjid Faruk ndio ilipoanzishwa. Kwa na sisi tukawa tunasoma, kulikuwa kuna madrasa fulani inaitwa Omar ibn Abdul Aziz, ipo Makadara pale. Walikuwepo baadhi ya wasimamizi kama kina Sheyame na wengineo ambao walikuwa wanasimamia. Sasa sisi tulikuwa tunasoma pale. Tukaambiwa kutakuwa kunaanzishwa madrasa hiyo. Walikuwa pia kina Abu Meri walikuwepo maeneo hayo. Ilipoanzishwa Masjid Faruki, hapo Masjid Faruki ndo akaja shekhe wetu, Allah amuhifadhi, Sheikh Chichi. Yeye ndo akawa pale amekuja akasimamia, na tukaanza kwenda kuhudhuria darasa zake khasu na amu. Akawa tunasoma kwake kila siku baada ya sala alfajiri, na tukawa tunasoma msikitini. Kwa hiyo tukalazimiana naye yeye kwa muda mrefu sana. Nikasoma maeneo hayo, na kwa sababu pale Masjid Faruki walikuja mashekhe wengi wengine, lakini ndio hao wa Kianswari katika zama hizo. Kwa akatusomesha mfano Sheikh Mselim bin Ali, tukasoma kwake Qur'ani muda mrefu sana. Ilikuwa tunahudhuria pale darasa Masjid Faruki, Masjid Amani ule pale kabla hujavunjwa, ilipokuwa haijatokezea ile mitafaruki pale. Tukawa tunasoma kwake. Pia kuna Sheikh anaitwa Khalfan Nasr, ambaye huyo alikuwa akiuza duka pale Mikunguni. Tulikuwa tukihudhuria katika elimu hii ya kisheria. Nikana nasoma kwake mwalimu huyo. Pia mwalimu mwingine ambaye alikuwa akitusomesha alikuwa, Allah amrehemu, ni Sheikh Hamis Yusuf, ameshafariki karibuni tu hivi juzi. Naye huyo ndo alikuwa akija pale akitusomesha. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo mimi nilipopita katika elimu za kisheria kwa upande huu wa Zanzibar. Nilienda katika hali kama hiyo. Naam. Alhamdulillah, tunashukuru sana kwa historia hiyo fupi. Baada hapa Zanzibar hamna sehemu ulipita kidogo tena kuongezea? Naam, ipo. Naam. Kwa sababu nilipata fursa ya kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo nilikwenda katika mji wa nchi ya Sudani, naishi mji wa Khartoum. Kwa nilipofika Khartoum, lengo ilikuwa ni kwenda kusoma elimu zetu hizi za kawaida za sekula. Lakini sasa kwa sababu unajua umefika katika miji ambayo kuna taaluma, na nilipofika pale nikakutana na ndugu zangu na wanafunzi wenzangu na wengine ambao tuliwahi kuwasomesha. Wao walikuwa wameshanitangulia kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo wale wakawa wao wanasoma baadhi ya durusi, kwa hivyo ndo wao tukawa tunakwenda wananipeleka. Na mkubwa zaidi ambaye alikuwa tukienda pamoja ni Ustazi Abubakar Abu Watia. Kwa hivyo yeye ndo alinifanyia mipango nadhani mpaka nikahudhuria kule Sudani. Nikawa sasa tunasoma kwa mashehe tofauti. Kwa hivyo huko nikasoma kwa muda miaka 2. Ilikuwa darasa tunasoma kuanzia baada ya sala la asiri hadi saa 4 za usiku.
Naam. Alhamdulillah. Nashukuru sana Abu Nasra. Baada kutoka Khartoum ukarejea Zanzibar tena kwa ajili ya kuendeleza mambo mengine, au kuna sema tena ulisafiria kule? Baada ya kurudi Khartoum mwaka 2017 ndo nikarejea. Hapana sehemu nyingine ambayo labda nilikwenda kusoma, labda kama kusoma ni kupata hizi semina tu za kawaida. Nilipata kwenda Jamiati Islamia Madina kwenda kufanyiwa kama semina tu, lakini kuhusiana na masala yale ambayo mimi nilisoma, masala ya lugha, sio masala ya dini. Okay. Na alhamdulillah. Zipi changamoto ulizokutana nazo wakati wa kusoma kwako? Changamoto ni nyingi, na unajua kwa sababu katika kipindi ambacho tulichokuwa tukisoma, sisi tulikuwa wadogo, na mfano mimi nilipata ujasiri toka udogoni. Kwa ufupi, nilikuwa nina ujasiri wa kujadiliana na watu wa bid'a, kwa sababu nilipokuwa nikisoma kwa Sheikh Nasr, Allah muhifadhi, Allah amrehemu, amen, ni kwamba kile ambacho tulichokuwa tukikisoma, unajua unapokuwa mdogo na kijana kuna kama kitu hamasa. Kwa hivyo zile hamasa zinakuja kwamba unataka lazima na wewe kile ukifikishe katika jamii. Kwa hivyo mambo mengi ambayo nilikutana nayo ni vikwazo vingi kwa watu wa bid'a, ikawa mizozo ni mingi, mpaka ikafikia stage tukapelekwa vituo vya polisi, tukalazwa, tukataka kupigwa mikwaju ili tuache masala haya, kwamba wewe unangangania masala kama haya, masala sio maulidi hayafai, sio hitima hazifai na vitu kama hivi vingine vya kisunna. Ingawaje wakati huo ilikuwa tupo katika kipindi cha Ansari Sunna, sio ile da'wa salafia yenyewe. Kwa hivyo changamoto zikawa zimekuja nyingi, mpaka wazee pale mtaani wakawa wanakuja kwa mzee wangu, wanamwambia kwamba huyo kijana kidogo ana matatizo, anawaharibu watoto wetu. Kwa ufupi, kwa sababu pale mtaani mimi ikawa ndo nimeanzisha darasa ya vijana wadogo, tukawa tunasoma hivi vitabu vya kawaida tu kwa wakati huo, kwa sababu wakati huo Zanzibar ili uonekane umesoma, basi vitabu vyetu vikubwa ilikuwa ndio hivyo Riyadhis Salihin, Bulughul Marami, Ahkam Janaiz, vitabu kama hivyo. Kwa hivyo changamoto ikawa inakuja kwamba hiyo msuguano kwa hawishi kila siku, huyu amesema hili, huyu amesema hili. Kilipofika kipindi cha miaka ya 2000, kipindi hichi ndo pakawa pimekuja hili vuguvugu la jumuiya ya Muamsho. Kwa hivyo na ikawa miongoni mwa watu ambao wanawapinga Muamsho, mmoja ilikuwa ni mimi, kwamba ilikuwa nikisimama katika membari, basi kulikuwa kuna bwana mmoja, Allah amuongoze, anaitwa Suleiman. Huyo akinikishuka basi lazima apande aweze kujibu yale ambayo mimi nimeeleza. Na haya pia shekhe, mwalimu wetu Allah muhifadhi, Sheikh Chichi, alikuwa anachukia sana kwamba yeye anasomesha hivi lakini wanakuja wengine wanalipinga hili. Kwa hiyo changamoto ikawa sasa uadui ukawa mkubwa, mpaka sasa uadui ukawa badala kwamba ulikuwa wasiri mpaka ukawa dhahiri, mpaka ikafikia stage ya kutishana. Lakini sasa Allah alinipa taufiki, hofu ilikuwa sina. Kwa ufupi, si kwa watu wa bid'a wala si kwa watu wa harakati, ilikuwa tunarushiana maneno hivi. Nakumbuka mimi nishawahi kukamatana mashati na kiongozi wa Muamsho Faridi kwa kesi hizi tu pale Masjid Faruki, lakini vitisho vilikuwa vingi. Kwa hivyo vitisho, tutakufanya hivi, utakuwa hivi. Kwa hivyo hivi ndio vitisho ambavyo vikwazo tulivyokubana navyo ni vingi sana. Naam. Okay, pole sana bwana kwa mapambano hayo. Na hala pia azidi kukupa ujasiri. Mashairi zako baadhi kama unakumbuka ututajie. Naam, mashairi zangu kama nilivyoeleza kwa ufupi, wa mwanzo ni Sheikh Nasr Abdullah Bachu, ndio ambaye nililazimiana naye kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nahudhuria katika darasa zake kwa juu ni raha leo na Kibweni kule. Ilikuwa ni muda mwingi na kwenda katika sehemu hizo. Yaani ilikuwa darasa zake siwezi kumisi. Ndio nilipokuwa muda mwingi nimesoma kwake vitabu kama Fiqh Sunna, Ahkam Janaizi, kitabu Tauhidi cha Sheikh Fauzani na baadhi ya vingine. Kwa hivyo huyu ndio aliyenifunua macho hasa, au Waswahili wanasema alinitoa tongo, tukapata kuijua sunna. Huyo wa kwanza. Wa pili, shekhi wetu Sheikh Chichi
ambaye yeye ndo alikuwa akitusomesha pale nyumbani kwake chuoni pale, tukawa tunahudhuria darasa zake asubuhi kila siku. Yani takriban kama siku 5 kwa wiki tulikuwa tunahudhuria, na baadhi ya ikhwa kama kina Abu Umeri, Abu Muhammad Hasnu na wengineo, Allah wahifadhi. Na mwingine ambaye alikuwa akinisomesha katika upande wa dini ni Sheikh Khalfan Nasr, ambaye yeye alikuwa anauza duka pale Mikunguni. Allah amuongoze, ni katika watu wa harakati. Kwa hivyo alikuwa akinisomesha pia. Na mwingine alikuwa akinisomesha ni Sheikh Hamis, Sheikh Hamis Yusuf, Allah mrehemu, ambaye alifariki karibuni tu. Amen. Yeye ndo aliyekuja pale katika Masjid Faruki akatuambia sisi watu watatu, nakumbuka ilikuwa ni mimi, Abu Umeri na Asnu, na kuna mwingine, akatulazimisha kwamba tuanze kupanda katika membari, akatufahamisha namna ya kutoa hutuba na vitu gani. Kwa hiyo mambo mengi tukajifunza kutoka kwake. Huyo ni miongoni mwa masheikh ambao walionisomesha. Ama kwa upande wa masala ya lugha, kwa sababu mimi zaidi nimesomea masala ya lugha, ama upande wa degree baccalaureate nilisoma lugha ya Kiarabu, na magisteri pia nimeenda nikachukua lugha ya Kiarabu. Sasa kwa upande wa Zanzibar, masheikh ambao mimi walinisomesha, nilikuwa nasoma kwa mwalimu mmoja ambaye ndo alinianzisha elimu za nahwu pale Masjid Faruki. Pembeni pale pana chuo kinaitwa Siraja. Kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Suleiman. Msikiti ule haujaanza, yeye ndo alikuwa ananisomesha masala, lakini ndo kidogo Allah hakumjalia katika watu walioongoka. Kwa sababu mkipita Masjid Faruki bila shaka mnakuta baadhi ya mambo hayataki tochi, mtu anajua kwamba haya ni masala ya shirki. Lakini yeye kwa sababu ndo nikaanza kusoma kwake pale katika elimu za lugha. Baada ya hapo kulikuwa kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Saleh, yupo msikiti wa Darajani pale. Msikiti wa Darajani ndio tukawa pale tunasoma lugha, na kuna mwalimu mwingine Yemen ndio tukawa pale tunahudhuria kila siku. Tunasoma Darajani kule juu, na pale chini zamani kulikuwa kuna maktaba. Kwa hiyo tunasomeshwa pale lugha, tumestafidi mambo mengi sana pale. Kwa fani nyingi tumesoma pale, mfano elimu ya nahwu, balagha, sarfu, arudhi na vinginevyo. Na mwalimu wangu mwingine mkuu zaidi ambaye ndio alinisomesha lugha anaitwa Suleiman Hemedi, ambaye yupo chuo kikuu cha Chukwani, au anaitwa Bin Sumeti. Hawa ndo walionisomesha kwa upande wa Zanzibar. Ndo walimu ambao kwao nilisoma. Naam. Na wachache ambao nakumbuka wa Sudani? Wa Sudani, walimu ambao nilisoma kwao Sudani, mwalimu wa mwanzo anaitwa Abdul Barri. Huyu tulikuwa tunasoma Sunan Darimi. Nilipofika kule maikhwa, kwa sababu ndio tulikuwa kule kuna utaratibu, masomo yanamalizika saa 7. Saa 7 tunapumzika, saa 10 inakuja gari pale, tunachukuliwa tunapelekwa katika vituo hivi. Basi mwalimu mmoja anaitwa Abdul Barri tulikuwa tunasoma kwake Sunan Darimi. Mwingine anaitwa Abu Muhammad Hassan Hamid. Huyu ndo ambaye kwa pale katika mji wa Khartoum ndo alikuwa anajulikana zaidi kwamba alikuwa anasimamia dawati salafia. Kwa nikihudhuria darasa mimi pamoja na Abu Atiya, Sheikh Abu Bakari, tulikuwa tukenda pamoja kwake. Kwa huyu ndo tulilazimiana muda mwingi sana, kwa sababu tulisoma vitabu vingi vya masala ya dini, lugha na vinginevyo yani. Kwa huyu kwake ndo tukastafidi vingi kabisa. Mwingine anaitwa Mahdi Maamuni Abshir. Huyu alikuwa ni profesa mmoja katika chuo kikuu cha Khartoum, ambaye yeye huyu ndo alikuwa ananisomesha elimu ya lugha, na zaidi alitusomesha elimu ya arudhi, mpaka ikafikia stage na mimi nikaweza angalau kutunga kijitabu kinachozungumzia masala haya. Huyu anaitwa Mahdi Maamun Abshir. Mwingine ambaye alinisomesha kule anaitwa Bashiri Ahmadi Shambali Abdul Haki, na pia huyu tulikuwa tunahudhuria darasa za lugha. Na wengineo ambao walikuwa wanasomesha darasa za amu pale msikitini, tunahudhuria katika hali ya kawaida. Nadhani hawa ndio ambao mimi nawakumbuka kwa haraka. Naam. Alhamdulillah, shukran sana Abu Nasra, Sheikh Nasr Jecha. Wanafunzi wenzako pia ambao ulisoma nao, tuambatanisha hapo kutoka kwenye walimu tuje kwenye wanafunzi ambao umesoma nao pia. Kwa upande wa
Zanzibar labda wanafunzi ambao nililazimiana naye muda mrefu kwa Sheikh Nasoro Bachu, kwa sababu alikuwa anaitwa Nasoro kama mimi, Nasoro Khamis. Ndio huyo alikuwa tukisoma muda mwingi pale darasa za magharibi mpaka Isha, ambapo alikuwa na kawaida shekhe kabla ya kuanza darasa basi lazima atokezee mwanafunzi asome Qur'ani pale. Ilikuwa wasomaji wa Qur'ani wakubwa ni mimi na huyo, na alikuwepo na mwingine kidogo nimemsahau jina lake. Hata pale Masjidi Faruki shekhe wetu Allah muhifadhi Sheikh Chichi, alipokuwa akisomesha basi nadhani mwanafunzi mkuu ambaye alikuwa akisoma sana Qur'ani kabla ya darasa ilikuwa ni mimi au Sheikh Mselemu, na wengine ndio kina Abu Meri, Abu Muhammad Hasnu ambao tukisoma pamoja kwa Sheikh Chichi. Ama kwa upande wa Sudani nawakumbuka ni mwalimu wangu hapo, kwa hiyo tunahudhuria pamoja darasa ni Abu Watia, Sheikh Abu Bakar. Mwingine ni Suleiman ambaye amerudi juzi tu baada ya matatizo ya masala ya vita ya kutokezea, wale katika miongoni mwa waliorudi na yeye ndo amerudi. Alikuwa amelazimiana naye kule takriban miaka kama 14 alikuwepo. Nadhani hawa ndo nawakumbuka kwa haraka. Naam. Alhamdulillah, shukran sana. Naam, Abu Nasra, kuna kaswali hapa ambako sio rasmi, lakini inabidi nikaulize tu sababu nimekasikia sana wakati naandaa kazi zangu za kuja kwenye kipindi. Kwa ndugu zangu wa Zanzibar nikiwa naenda kumhoji Sheikh Abu Nasra Rajesh, asema unaenda kwa Albani. Sasa ile Albani nilivyosikia nikasema hii ni Albani ya katika majina ya kwake ya kinasabu au ni Albani ile ya Sheikh Albani ambaye ni Sheikh wetu. Sasa nilipotoka pia kwa Sheikh Chichi, wakati namwaga Sheikh Chichi nikamwambia Sheikh Abu Asma unaenda wapi sasa hivi? Nikamwambia nikitoka hapa naenda kwa Sheikh Abu Nasra Rajesh. Asema unapita kwa Albani. Hii Albani nigusie kidogo, imekuja hii Albani imekuja kujaje? Naam. Jina la Albani kama nilivyokuelezea mwanzo, ni katika mwanafunzi ambaye nilikuwa nina ujasiri fulani, Allah alinijalia kutokuwa na hofu. Sasa jina la Albani limekuja kwa sababu kwanza nilikuwa nampenda sana Sheikh Albani. Naam. Nilipokuwa tukisoma kwa Sheikh Nasoro Bachu Allah mrehemu. Amin. Tulipokuwa tukisoma kitabu cha Fiqh Sunna, sasa kilipoa Sheikh Albani alipotoa kile kitabu chake Tamami Minna, nakumbuka mwaka 1998 tukaambiwa pale tukanunue kile kitabu. Sasa mimi ikawa vitu vingi naweza kuzungumza mbele za watu bila kuogopa, bila kuwa na hofu yoyote. Kwa mfano kuelezea maulidi hayafai, hitima hazifai. Kwa hivi kwangu halikuwa jambo gumu. Nakumbuka kwamba katika kuonesha ujasiri huo mimi nilialikwa siku moja katika maulidi hasa, na nikapewa nafasi. Niliwaambia nipeni nafasi na wakanialika, na nilipofika wakati wa kuzungumza sikubabaisha maneno, nikawaambia tu kwamba maulidi hayafai. Hiyo ndo mada yangu ilizungumza hapo, na mambo yakaharibika hapo. Kwa hivyo kutokana na ujasiri huu kwamba ilikuwa naweza kuzungumza muamsho, walikuwa wanafanya vurugu, mimi nilikuwa naweza kuambia chochote tu, hata unitishe vipi mimi sitishiki. Kwa sababu walikuja wazee fulani pale mtaani wakawa wanasema kwamba huyu bwana watoto wetu anawaharibu. Walikuja kwa mzee wangu na anasema huyu maulidi hayafai, sijui hivi na hivi, ni vitu kama hivyo, vile vitu vya bid'a. Sasa mzee akaniita mimi, akawaambia wale wazee, mimi huyu nishajadiliana naye simuwezi. Akanambia kwa hivyo kama nyinyi mnaweza kujadiliana naye ni huyu hapa, kwa sababu mimi kashanishinda. Kwa hiyo wale mimi nikanaambia tuende dalili zenu. Kwa hivyo ikawa leo ujasiri wa kwamba mimi naweza kusema chochote na naweza kusema pahala popote. Nadhani hili ndio jina wale watu wengi wakawa wananiita Albani, kwa sababu kubwa nilikuwa napinga masala ya bid'a. Sio wakati huo tu, lakini bado naendelea mpaka leo. Na hata ukiangalia Masjidi Faruki toka wakati huo mwaka 2001 mpaka leo 2023 mimi naendelea kusomesha vitabu vya bid'a tu vinavyohusiana masala ya bid'a. Tumesoma vitabu vingi. Mfano tulianza kitabu cha kwanza Dhammul Bid'a, tukasoma vitabu mfano Sharh Sunna la Imam Barbahari na vingi Kamusil Bid'a, Mawsu'atil Bid'a. Kwa hiyo ni vitabu hivi ambavyo ilikuwa tunasoma, kwa hivyo lazima yale mambo yaweke wazi. Kwa hiyo ilikuwa hakuna kupindisha maneno kwa ufupi. Kwa wale ndio maana wakanaambia yule bwana anaitwa Albani, kwa sababu Albani mwenyewe asili tukimsoma katika vitabu vyake yuko katika hali kama hiyo.
ndio sababu ya kuitwa jina hilo. Na ndio maana nikasema hiyo ndio imekuwa lakabu yangu, kwamba watu wengi wananiita kwa jina hilo. Naam. Alhamdulillah, ni heri sana mtu kuitwa majina kama hayo, ni heri kubwa sana. Sheikh hapepesi. Mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Kurunzi, kama Sheikh kwenye mambo yake akifikisha hapepesi wala hapendishi maneno. Sasa kabidi lakabu hiyo aitwe. Na mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Kurunzi, Anwar Mvungi, wajua masheikh wa Kisalafi, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Unasikiliza Kurunzi ya Anwar Mvungi, wajue masheikh wa Kisalafi kupitia vinywa vyao. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na wapenzi wasikilizaji wa kipindi cha Kurunzi ya Anwar Mvungi, wajua masheikh wa Kisalafi kupitia vinywa vyao, tunaingia katika kipindi chetu cha pili cha kumalizia. Na leo kwa wale ambao wamechelewa bila kujiuliza kama ni nani, tuko na Sheikh Abu Nasoro Jecha almaarufu kwa jina la Albani. Na hii Albani ameshaizungumzia kwa nini ilikuja, ananyosha maelezo hapepesi. Na lini ulianza harakati za dawa rasmi kabisa kama unakumbuka? Naam. Ama harakati za dawa ni pale ambapo mimi nilipoanza kusoma kwa ufupi. Mwishoni ya miaka ya 90. Humo ndo ambapo nilikuwa kama nilivyoeleza kwamba tumehudhuria kwa shehe mwanzoni ya miaka 90, lakini ikawa kama anakwenda na kurudi, lakini mwishoni humo hapo ndo hasa ndo nikaanza harakati za dawa, mpaka ambapo ulipokuja msikiti wetu Masjid Faruki ulipojengwa, hapo ndo hapo tukajikita zaidi, tukaanza harakati rasmi. Lakini kama nilivyoeleza mwanzo, harakati zetu zilikuwa za kianswari, mambo ya hamasa na mengineyo, kwa sababu zamani ili uonekane mtu wa sunna ufunge mwanzo na upinge maulidi, ndio wewe unaojulikana kwamba wewe kweli mtu wa sunna. Naam. Shukran sana. Ni markazi ngapi Abu Nasr ambazo unafundisha mpaka leo? Yaani msikiti ipi ambao unaenda kufanya durus, kufundisha, kama ni halaka, kama za darasani, mpaka sasa hivi msikiti mingapi? Kwa haraka msikiti ambao mimi nafundisha kwanza msikiti mkuu wetu Masjid Faruki, ambapo hapo na kuwepo darasa za halakati Jumamosi na Jumapili. Baada ya asiri tunakuwepo mimi kama na Abu Umairi na Abu Lukumani na Hasnu, Allah wahifadhi. Amin. Pia na kuwa hapo pia na darasa, kuna baadhi ya siku ya Jumatano ndio hiyo vitabu masala ya bid'a. Msikiti mwingine ambao nakuwepo mimi ni hapa Masjid Ikhlas. Msikiti mwingine ambao nasomesha Masjid Albani upo hapo wanaita Basra. Msikiti mwingine nasomesha ni msikiti wa Masjid Aisha upo Mwera wilayani hapo. Msikiti mwingine ambao mimi wanasomesha ni msikiti Abdallah bin Omar bin Abdul Aziz, unaitwa Abdallah bin Abdul Aziz kama hivyo, upo Fuoni Jitimai. Na msikiti mwingine wanasomesha ni Masjid Mamia Shura upo Makadara, ambapo hapo wanasomesha darasa za Jumamosi na Jumapili kama leo. Wakati wa siku ya Jumamosi na Jumapili, wakati wa asubuhi saa 5, saa 4, 5 mpaka 6 humo, hasa kina mama na wale wanafunzi, yani wale wanafunzi, walimu wa wanafunzi wanaosomesha ndio zaidi tunawasomesha hao. Naam, hiyo ndio misikiti ambayo mimi nasomesha. Alhamdulillah, Allah kubariki Sheikh kwa jitihada za kufundisha misikiti mingi. Tuona misikiti ni mingi sana ambao unapeleka darasa. Na Abu Nasra, nini tufanye ili kuwalingania Waislamu wenzetu ambao sio masalafi na pia hawasali kwenye misikiti ya kisalafi ili wapate elimu hii ya da'watu salafia? Kubwa ni kuwalingania na kuwaonesha ule uzuri wa da'wati salafia, kwa sababu wengi ambao wanaopinga hawajui ile dawa, lakini baada ya kuja kujua wanakuja kuwa wanaeleza kwamba tulichelewa muda mrefu sana. Kwa hiyo na kufanya zaidi ni kuwanasihi na kuwaeleza uzuri wa da'wati salafia na kuwaonesha ubaya wake kwa yule ambaye atakayekuwa anapinga, lakini lenda ile katika bil hikma wa mawidhatil hasanatun, lazima yaje katika hali kama hiyo. Kwa hili zaidi hasa watu wajikite katika hali kama hiyo. Naam. Alhamdulillah.
Nini mtazamo wako juu ya da'watu salafia kwa Tanzania kwa kipindi hicho kilinganisha na miaka ya nyuma? Da'watu salafia ilivyokuwa zamani na sasa tofauti kabisa. Kwa maana sasa hivi vijana wamehamasika mno ukilinganisha na ule wakati wa mwanzo. Sisi hatakuwa ambao mwanzo ilipokuja da'watu salafia, bila shaka sote tunafahamu katika mji wetu wa Zanzibar, hata mtu kama atapinga, lakini alileta hasa akaikuza hapa au akaihuisha dawa hii ni Sheikh Kasim, Allah muhifadhi, amin, pamoja na wenzake katika kipindi hicho cha miaka 2007. Hapo mimi wakati huo nilikuwa sipo, ndio nipo katika masomo, sikupata kuhudhuria katika zile semina. Walikuwa wenzangu kina Bumeri na wengineo, au ndio walikuwa wakihudhuria. Sasa kipindi hicho watu walikuwa ni wachache na watu walikuwa kidogo hawafahamu, kwa sababu ndio kipindi ambacho kulikuwa kuna misuguano mikubwa baina sisi na kina Muamsho. Kwa hivyo pale Faruki kawa kidogo mambo makubwa yanafanyika, kwa sababu hawa wanasema hivi na hawa wanasema hivi. Kwa hivyo ikawa kuna utofauti mkubwa. Watu wengi walikuwa hawafahamu, lakini baada ya kipindi, kadri siku zinavyokwenda, watu wakasomeshwa, wakafahamu. Kwa hiyo sasa hivi ukenda Masjid Faruki, na yule ambaye anayekumbuka miaka ya zamani ataona kuna tofauti kubwa baina mashariki na magharibi. Kwa sababu sasa hivi watu wameifahamu na wamekuwa wengi. Kwa hivyo imekuwa kuna tofauti kubwa, kwamba zamani watu walikuwa wachache, lakini sasa hivi watu wamekuwa ni wengi. Na da'watu salafia kwa sababu msingi wake mkuu ni taaluma. Kwa kuwa watu wanajua huku kunasomeshwa na kunasomwa, ndio maana da'wa hii ikawa imepata nguvu. Haikupata nguvu kwa sababu nyingine yote isipokuwa kwa kusomeshwa tu basi. Naam. Alhamdulillah, shukran sana Abu Nasra. Naam, usia wako na nasaha zako kwa wanafunzi na pili kwa maduati. Nasaha zangu nadhani zitakuwa zinafanana na wenzangu, kwamba kama tulivyoeleza dawa hii msingi wake ni elimu. Kwa hivyo na wanasihi wanafunzi wenzangu tusome sana na tuendelee kusoma, tujiendeleze. Na kwa sababu wakati wa sasa masala ya taaluma yapo wazi. Mtu anaweza akasoma kwa njia ya kwenda kwa shekhe, kwa njia ya online, katika hali zozote zile, lakini watu wasome. Hilo ndio jambo la msingi. Pili, wanafunzi wenzangu basi wawaheshimu wale walimu wao ambao wamewasomesha. Hata kama watawaona wamewazidi kimaarifa, wamewazidi vipi, basi kuwaheshimu ni jambo muhimu sana, kwa sababu inachotakiwa kuwa na adabu zaidi kwa wale walimu ambao waliotusomesha. Kwa huu ndio wasia wangu, na kuwa kitu kimoja, kwa sababu dawa hii, kwa kuwa sisi tunalingania katika jambo moja, da'watu salafia ni moja na sote tunalingania kitu kimoja, basi mapenzi lazima yapatikane kwetu sisi na tusiwe katika hali ya kufarikiana. Naam. Alhamdulillah, barakallahu fika, jazakallahu khaira. Sheikh wetu Abu Nasra Nasr Jecha Albani, kwa nasaha zako hizi nzuri kabisa kwa sisi wanafunzi na kwa mashehe zetu. Wanafunzi mmesikia nasaha zenu na maduati pia mmesikia nasaha zenu. Wapenzi wasikilizaji wa kipindi cha Kurunzi ya Anwar Mvungi, wajue mashehe wa Kisafi kupitia vinywa vyao. Himidi zote zinarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa afya na kuweza kufika kwa ndugu zetu huku Zanzibar. Pili, niweza kumshukuru ndugu yangu kijana wa studio Al Hilali Online TV, na nimwombee dua Allah mpe mke mwema. Hajapata mchumba bado, lakini ndio yuko kwenye kuchagua, basi kwenye kuchagua Allah amwangushe sehemu nzuri, apate mke mwema aweze kuoa. Hatuna la ziada kutoka hapa Zanzibar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unasikiliza Kurunzi ya Anwar Mvungi, wajue mashehe wa Kisalafi kupitia vinywa vyao. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu.